Sasa ikiwa ni saa 10 asubuhi, kuna mama ambaye ako na uchungu sana na ataelezea historia yake, nini imefanyika, na mtusaidie tafadhali, mtusaidie kutafuta mama ambaye ni housemaid ambaye amemuulia mtoto wa miaka 4 kwa sababu ya kuchelewa kwa mshahara. Mama, hebu tueleze what happened. Just explain what happened. Na huyu ndio mtoto anataka kupeleka mochari. Wanataka kumpeleka mochari. Imagine house girl anaitwa Joyce Onyango. Walikuwa naishi hapa Ruai. Alikuwa anafanya kazi ya nyumba kwa huyu mama ambaye anaitwa Anne Wanjiro. Akadileisha, akamwambia mshahara atamlipa. Na leo ni tarehe ngapi? Hata ni tarehe 1. Mshahara hata haijachelewa. Katika ile hali ya kumwambia atakuja amlipe, sababu alikuwa ameenda mahali shughuli za kikazi, akachelewa kurudi leo. Ule akamwambia kama amtumii pesa, yeye ameenda. Akamwambia ameacha mtoto kwa jirani. Akamwambia ameacha mtoto mdogo huyo kwa jirani wa miaka 4. Mtoto wa miaka 4, msichana. Mama ndio huyu hapa. Huu ni mtoto wake, ameshikwa, huyu ni maiti. House girl anaitwa Joyce Onyango. Wale mnaweza kufanya screen recording mshare widely. Joyce Onyango amemuulia mtoto wa miaka 4. Nimekuja hapa kwa sababu imeniuma sana, nimesikia uchungu sana. Nilikuwa tu nimetulia nikasema lazima nifike tuweze kuanza kumtafuta. Ni house girl aliletewa kutoka kwa bureau. Bureau yenyewe iko wapi? Bureau iko Ruai. So anaitwa Joyce Onyango, anatoka Kisumu. So mama, hebu tueleze what happened. Okay. My name is Hebu karibia hivi. My name is Anne Wanjiro. I'm the mother to the deceased. Ongea kwa Kiswahili, ile lugha tunaongea. Huyu ni mama mtoto ambaye amekufa, ameuawa. Maiti, marehemu, samahani. Tuliletana juu kwa sababu alikuwa anataka nimlipie leo mshahara, lakini aliingia tarehe 3, hakuingia leo. So anataka alipwe tarehe 1 na aliingia tarehe 3, akamwambia atamlipa tarehe 3 ikifika, akaanza kumsumbua kisha kisha akaniambia kama sitatuma ataniachia mtoto kwa jirani na ameenda. Nikajaribu kumpigia simu, hashiki. Ongeza sauti kidogo. Nikajaribu kumpigia simu, hashiki. Akapia mamake namba yangu, mamake akani-insult, akaniongelesha vibaya. Ulikuwa unajua ukoshua ni mamake ama ni mtu tu alitafuta? Hebu namba ya mamake. Nataka nani ako na simu ya M-Pesa, tuangalie namba ya mamake tuone inaleta jina gani. Ndio itusaidie kutafuta huyo ambaye ndio amekuinsult kama mamake. Akapea mamake namba, aniongelesha vibaya. Sasa vile mamake aliongelesha vibaya, nikamwambia sijalipwa bado, lakini nikipata mshahara immediately nitamwekea kwa simu yake. Akasema ni sawa. Nikapigia msichana kumuuliza kama mtoto wako sawa, akaniambia yeye anacheza lakini mimi naenda. Akwambia mtoto anacheza, yeye anaenda. Anaenda gari aende Kisumu. Ilikuwa kitu saa 4 hivi, saa 4:30. Mimi kusikia hivyo nikaenda nyumbani, nikapata mtoto wako sawa, anacheza. Bila aliniona nilikuwa nimembebea vitu za kula hizi. Ngeza sauti. Ulikuwa mbebea mtoto vitu ya kula za watoto hizi. Akakula, akaniambia nitakula sweet, nikampa sweet. Akatapika. Hiyo marefu yake ilikuwa greenish in color. So sikuchukulia hivyo, nikadhani labda ni kushiba ameshiba ama kuna hizo vitu amekula. Ama hizo vitu amekula. Sasa kwa kidogo mtoto akasema nasikia amechoka na sitaka kulala. Akalala hapo kwa kiti, mimi nikaendelea na shughuli zangu tu kwa nyumba. Akaamka, bila aliamka akasema bado anaumwa na tumbo kidogo, lakini si sana, akokiwa anataka maji. Nikampea maji, tukakula sapa around 8, saa 2 ikielekea saa 2:30, saa 3 ndo akaniambia nasikia amechoka tena, nitakulala.
nikampeleka bedroom akalala, nikamake sure nimemfunikia vizuri. Mimi nikarudi sitting room niendelee na kazi zangu. Sasa kitu saa 5:30 saa 5 ya usiku za usiku nimwamsha ende kujisaidia, ajisaidie ndiye asikoje kwa kitanda. Ndio nikapata ni baridi respond. Nikajaribu kumuita haitiki, nikaenda kwa neighbor nikamwambia hebu kuja jaribu kuita mtoto labda wewe ukimuita ataitika. Ndio mtoto neighbor akakuja akaita mtoto respond, ndio tukamchukua tukamleta hapa. Sasa hiyo ulikuwa unajaribu kumwamsha amki, unamuita itiki, ukaenda kuita jirani akusaidie kuamsha. Sasa vile aliona itiki akakuja tukamleta hospitali. Tukaroi family, daktari wakajaribu all their best. Wakaniambia yes pass. Kwa hivyo aliwekea mtoto sumu, akaacha mtoto akikufa, akaenda. Mtoto ndio huyu hapa. Huyu ni mama ya mtoto ambaye amepoteza mtoto wake wa miaka 4. Aliyemuua anaitwa Joyce Onyango. Joyce Onyango ni mwanamke mweusi, Muslim, ako na watoto 5. Na anatoka Kisumu. Na mamake nataka tupate jina kwa namba ya M-Pesa. Nani yule alikuwa ametuwekea namba tu confirm? Vile anaitwa namba yake ni? Nataka tuweke M-Pesa tutuma hata kama ni 10 bob tuone jina ya mamake aliyempigia huyu akimtusi ati amlipe pesa. Namba ya mamake ni 0794111073. Hiyo namba ya mamake. Hata ya Joyce Onyango waje tuwapatie, kuna mtu unaweza pata wanamjua. Wewe nisomea Joyce Onyango. 07 Mtuone. Ya Joyce ni 07. Ngoja. Ya mamake. Na tuone hii tuma tu 1. Anaitwa Rispa Moseti. Huyu si mama yake. Huyu ni mkora. Kuna mwanamke anaitwa Rispa Moseti ambaye alimtishia huyu ambaye namba yake ni 07. Hebu nifungulie message. Kwa hivyo aliyekutishia sio mamake, anaitwa Rispa Moseti. Rispa Moseti ambaye namba yake ya simu ni 0794911073. Huyo ni Mkisi na huyo mwingine ni Mjaluo anaitwa Joyce Onyango. Ambaye anatoka Kisumu. Akamwambia ati huyo ni mamake anampigia. Kwa hivyo alionekana mara ya mwisho Githurai, kulingana na vile wale wametusaidia kutafuta location yake. Alionekana mara ya mwisho Githurai na Joyce Onyango namba yake ya simu, hebu unaweza pata, kuna mtu anamjua. Sababu ana picha yake, lakini kwa bureau wako na picha na ID na passport. Na tutapata kesho, tutawajuliza. So ni 0758 ama hiyo acha tuweke kwa sababu watu wanaweza mpigia waharibu kesi. Joyce Onyango ambaye namba yake inaanza na 0758, unaweza kuwa unamjua na 058, hiyo amusha tuambii tusiharibu evidence. So mtoto ndio huyo, yani ameaga mtoto. Huyu ni mtoto amebeba hapa. It's so painful, inauma sana. Mama ndio huyu, ni msichana mdogo amemuulia mtoto Joyce Onyango. Kama kuna jirani yako hapo Githurai ambaye mwanamke amekuja kwake ama msichana wa kazi mgeni anaitwa Joyce Onyango, tafadhali tusaidie kumtrace. Tusaidie. Ama kwa gari umekaa una travel kwenda Ushago na mwanamke anaitwa Joyce Onyango, ama kwa gari kando kuna mwanamke anaitwa Joyce Onyango Mjaluo anatoka Kisumu, ameua mtoto wa wenyewe, ndio huyu mtoto wa miaka 4, tafadhali tusaidie kumtafuta. Mtoto ndio anapeleka KU mochari na alimwekea sumu. Mtoto akafa. Akatoroka kwa sababu ya mshahara ya 6,000 tu akaua mtoto. Si hata angeingia online asema amekataa kulipa on time, alikuwa anataka alipwe tarehe 1 na mshahara yake natoka tarehe 3 kesho kutwa. Akaona wacha uwe mtoto. Ni utu. Tafadhali tusaidie kutafuta Joyce Onyango. Hebu mdescribe venye yako na venye alikuwa ameshuka. Ameshuka inaitwa mwongezo ya brown. Mwongezo ni ile ya lines. Hivi lines zakati na braids. Ni mdark. Ni mslender na ni mrefu kiasi. Na ni mrefu. Yeah. So meno yako na mwanya? Hapana. Meno iko. So Joyce Onyango. So pole mam, weka mwili kwa gari mpeleke mochari.
najua Wakenya wale ambao mnatizama mtatusaidia. Mtoto ndio anapelekwa kwenye mochari ya KU. Mtoto wa miaka 4 ameuliwa kwa sababu ya elfu6. So I want to highlight this again. Ndio mtoto anapelekwa KU mochari. So kesho nitawapatia picha yake, tutachukua kwa bureau na information yake kwa bureau. Tuwapatie kesho, tuwapatie information yote yake kwa bureau. Ameua mtoto wa 4 years. Ameua mtoto wa 4 years. Anaitwa Joyce Onyango. Kindly circulate this information. Joyce Onyango alionekana Githurai mara ya mwisho like 16 minutes ago from now. Imepita dakika 16 kulingana na ile information tumepokea. Hapo ndiye amezimia simu Joyce Onyango. Na Rispa Moseti ndio alipigia mama mtoto akimtishia kwamba atume pesa. Kwa hivyo Wakenya kesho tutawapatia information ili tuweze kupata huyo muuaji huyo mtoto. So mzee, kesho tutapatia information tupigie ili tuweze kuja tuweze Wakenya watusaidie kumtafuta. Kwa hivyo aliwekea mtoto sumu, akaacha mtoto akikufa, akaenda. Mtoto ndio huyu hapa. Huyu ni mama ya mtoto ambaye amepoteza mtoto wake wa miaka 4. Aliyemuua anaitwa Joyce Onyango. Joyce Onyango ni mwanamke mweusi, Muslim, ako na watoto 5. Na anatoka Kisumu. Sasa ikiwa ni saa 10 asubuhi, kuna mama ambaye ako na uchungu sana na ataelezea historia yake, nini imefanyika, na mtusaidie. Tafadhali mtusaidie kutafuta mama ambaye ni house girl, housemaid ambaye amemuulia mtoto wa miaka 4 kwa sababu ya kuchelewa kwa mshahara. Mama, hebu tueleze what happened. Just explain what happened. Na huyu ndio mtoto anataka kupeleka mochari. Wanataka kumpeleka mochari. Imagine house girl anaitwa Joyce Onyango. Walikuwa naishi hapa Ruai. Alikuwa anafanya kazi ya nyumba kwa huyu mama ambaye anaitwa Ani Wanjiro. Akadileisha, akamwambia mshahara atamlipa. Na leo tarehe ngapi? Hata ni tarehe 1. Mshahara hata haijachelewa. Katika ile hali ya kumwambia atakuja amlipe, sababu alikuwa ameenda mahali shughuli za kikazi, akachelewa kurudi leo. Ule akamwambia kama amtumii pesa, yeye ameenda. Akamwambia ameacha mtoto kwa jirani. Akamwambia ameacha mtoto mdogo huyo kwa jirani wa miaka 4. Mtoto wa miaka 4, msichana. Mama ndio huyu hapa. Huu ni mtoto wake ameshikwa, huyu ni maiti. House girl anaitwa Joyce Onyango. Wale mnaweza kufanya screen recording mshare widely. Joyce Onyango amemuulia mtoto wa miaka 4. Nimekuja hapa kwa sababu imeniuma sana, nimesikia uchungu sana. Nilikuwa tu nimetulia nikasema lazima nifike tuweze kuanza kumtafuta. Ni house girl aliletea kutoka kwa bureau. Bureau yenyewe iko wapi? Bureau iko Ruai. So anaitwa Joyce Onyango, anatoka Kisumu. So mama, hebu tueleze what happened. Okay. Hebu karibia hivi. My name is Anne Wanjiro. I'm the mother to the deceased. Ongea kwa Kiswahili ile lugha tunaongea. Huyu ni mama mtoto ambaye amekufa, ameuawa. Maiti, marehemu, samahani. Tuliletana juu kwa sababu alikuwa anataka nimlipe leo mshahara, lakini aliingia tarehe 3, hakuingia leo. So anataka alipwe tarehe 1 na aliingia tarehe 3, akamwambia atamlipa tarehe 3 ikifika, akaanza kumsumbua kisha kisha akaniambia kama sitatuma ataniachia mtoto kwa jirani na ameenda. Nikajaribu kumpigia simu, hashiki. Ongeza sauti kidogo. Nikajaribu kumpigia simu, hashiki. Akapia mamake namba yangu, mamake akaniinsult, akaniongelesha vibaya. Ulikuwa unajua ukoshua ni mamake ama ni mtu tu alitafuta? Hebu namba ya mamake.
Nataka nani ako na simu ya M-Pesa tuangalie namba ya mamake tuone inaleta jina gani. Ndio itusaidie kutafuta huyo ambaye ndio amekuinsult kama mamake. Akapea mamake namba, aniongelesha vibaya. Sasa vile mamake aliongelesha vibaya nikamwambia sijalipwa bado, lakini nikipata mshahara immediately nitamwekea kwa simu yake. Akasema ni sawa. Nikapigia msichana kumuuliza kama mtoto wako sawa, akaniambia yeye anacheza lakini mimi naenda. Akwambia mtoto anacheza yeye anaenda. Anaenda gari aende Kisumu. Ilikuwa kitu saa 4 hivi, saa 4:30. Mimi kusikia hivyo nikaenda nyumbani, nikapata mtoto wako sawa, anacheza. Bila aliniona nilikuwa nimembebea vitu za kula hizi. Ngeza sauti. Ulikuwa umebebea mtoto vitu ya kula za watoto hizi. Akakula, akaniambia nitakula sweet, nikampa sweet. Akatapika. Hiyo matapiko yake ilikuwa greenish in color. So sikuchukulia hivyo, nikadhani labda ni kushiba ameshiba ama kuna hizo vitu amekula. Ama hizo vitu amekula. Sasa kwa kidogo mtoto akasema nasikia amechoka na sitaka kulala. Akalala hapo kwa kiti, mimi nikaendelea na shughuli zangu kwa nyumba. Akaamka, bila aliamka akasema bado anaumwa na tumbo kidogo, si sana, akokiwa anataka maji. Nikampea maji, tukakula sapa around 8 saa 2 ikielekea saa 2:30 saa 3 ndo akaniambia nasikia amechoka tena, nitakulala. Nikampeleka bedroom akalala, nikamake sure nimemfunikia vizuri. Mimi nikarudi sitting room niendelee na kazi zangu. Sasa kitu saa 5:30 saa 5 ya usiku nimwamsha ende kujisaidia, aisaidie ndiye asikoje kwa kitanda. Ndio nikapata ni baridi, respond. Nikajaribu kumuita haitiki, nikaenda kwa neighbor, nikamwambia hebu kuja jaribu kuita mtoto, labda wewe ukimuita ataitika. Ndio mtoto neighbor akakuja akaita mtoto respond, ndio tukachukua tukamleta hapa. Sasa hiyo ulikuwa unajaribu kumwamsha amki, unamuita itiki, ukaenda kuita jirani akusaidie kuamsha. Sasa vile aliona itiki, akakuja tukamleta hospitali. Tukaroi family, daktari wakajaribu all their best. Wakaniambia just pass on. Kwa hivyo aliwekea mtoto sumu, akaacha mtoto akikufa, akaenda. Mtoto ndio huyu hapa. Huyu ni mama ya mtoto ambaye amepoteza mtoto wake wa miaka 4. Aliyemuua anaitwa Joyce Onyango. Joyce Onyango ni mwanamke mweusi, Muslimu, ako na watoto 5. Na anatoka Kisumu. Na mamake nataka tupate jina kwa namba ya M-Pesa. Nani yule alikuwa atekea namba tu confirm? Vile anaitwa. Nataka tuweke M-Pesa tutuma hata kama ni 10 bob tuone jina ya mamake aliyempigia huyu akimtusi ati amlipe pesa. Namba ya mamake ni 0794911073. Hiyo namba ya mamake. Hata ya Joyce Onyango waje tuwapatie, kuna mtu unaweza pata wanamjua. Wewe nisomea Joyce Onyango. 07 Mtuone. Ya Joyce ni 07. Ngoja. Ya mama. Na tuone hii tuma tu 1. Anaitwa Rispa Moseti. Huyu si mama yake. Huyu ni mkora. Kuna mwanamke anaitwa Rispa Moseti ambaye alimtishia huyu ambaye namba yake ni 07. Hebu nifungulie message. Kwa hivyo aliyekutishia sio mamake, anaitwa Rispa Moseti. Rispa Moseti ambaye namba yake ya simu ni 0794911073. Huyo ni Mkisi na huyo mwingine ni Mjaluo anaitwa Joyce Onyango ambaye anatoka Kisumu. Akamwambia ati ni mamake anampigia. Kwa hivyo alionekana mara ya mwisho Githurai, kulingana na vile wale wametusaidia kutafuta location yake. Alionekana mara ya mwisho Githurai, na Joyce Onyango namba yake ya simu, hebu unaweza pata, kuna mtu anamjua sababu ana picha yake, lakini kwa bureau wako na picha na ID na passport, na tutapata kesho tutawajuliza. So ni 0758 058 ama hiyo acha tuweke kwa sababu watu wanaweza mpigia waharibu kesi. Joyce Onyango ambaye namba yake inaanza na 0758, unaweza kuwa unamjua na 058, hiyo amsha tuambie
tusiharibu evidence. So mtoto ndio huyo, yani ameaga mtoto. Huyu ni mtoto amebeba hapa. It's so painful, inauma sana. Mama ndio huyu, ni msichana mdogo amemuulia mtoto, Joyce Onyango. Kama kuna jirani yako hapo Githurai ambaye mwanamke amekuja kwake ama msichana wa kazi mgeni anaitwa Joyce Onyango, tafadhali tusaidie kumtrace. Tusaidie. Ama kwa gari umekaa una travel kwenda Ushago na mwanamke anaitwa Joyce Onyango, ama kwa gari kando kuna mwanamke anaitwa Joyce Onyango Mjaluo anatoka Kisumu, ameua mtoto wa wenyewe, ndio huyu mtoto wa miaka 4, tafadhali tusaidie kumtafuta. Mtoto ndio anapeleka KU mochari na alimwekea sumu, mtoto akafa, akatoroka kwa sababu ya mshahara ya 6,000 tu akaua mtoto. Si hata angeingia online asema amekataa kulipo on time, alikuwa anataka alipwe tarehe 1 na mshahara yake natoka tarehe 3 kesho kutwa. Akaona wacha uwe mtoto. Ni utu. Tafadhali tusaidie kutafuta Joyce Onyango. Hebu mdescribe venye yako na venye alikuwa ameshuka. Ameshuka inaitwa Mwongezo ya brown. Mwongezo ni ile ya lines. Hivi lines na braids. Na braids. Ni mdark. Ni mslender na ni mrefu kiasi. Na ni mrefu. Yeah. So meno yako na mwanya? Hapana. Meno iko. So Joyce Onyango. So pole mam, weka mwili kwa gari mpeleke mochari. Najua Kenya wale ambao mnatizama mtatusaidia. Mtoto ndio anapelekwa kwenye mochari ya KU. Mtoto wa miaka 4 ameuliwa kwa sababu ya 6,000. So I want to highlight this again. Ndio mtoto anapelekwa KU mochari. So kesho nitawapatia picha yake, tutachukua kwa bureau na information yake kwa bureau. Tuwapatie kesho, tuwapatie information yote yake kwa bureau. Ameua mtoto wa 4 years. Ameua mtoto wa 4 years. Anaitwa Joyce Onyango. Kindly circulate this information. Joyce Onyango alionekana Githurai mara ya mwisho like 16 minutes ago from now. Imepita dakika 16 kulingana na ile information tumepokea. Hapo ndiye amezimia simu Joyce Onyango. Na Rispa Moseti ndio alipigia mama mtoto akimtishia kwamba atume pesa. Kwa hivyo wa Kenya kesho tutawapatia information ili tuweze kupata huyo muuaji huyo mtoto. So mzee, kesho kupata information tupigie ili tuweze kuja tuweze wa Kenya watusaidie kumtafuta.